Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Mimi ni Adam Hussein na tunaelekea huko Tehran ambapo Iran imesema itajibu haraka uchokozi wowote wa kijeshi kutoka Marekani na Israel kutokana na taarifa ambazo zimeendelea kusambaa kwamba Israel huenda ikafanya mashambulizi wakati wote huko Tehran ikishirikiana na Marekani, ambayo imesema ikiwa mchakato wa mazungumzo ya amani juu ya masuala ya nyuklia ikiwa hayatafahamika, basi huenda ikafanywa shambulizi. Iran imelani vikali vitisho vya hivi karibuni kutoka Marekani na Israel kuhusiana na shambulizi la kulipa kisasi la Yemen dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Israel, na imeahidi kulinda mamlaka ya uhuru wake dhidi ya tishio lolote au matumizi yoyote ya nguvu. Balozi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa ametoa kauli hiyo siku ya Jumatatu kupitia barua kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Rais wa Baraza la Usalama Amir Said Iravani. Amesema kuwa kitendo chochote cha uchokozi wa kijeshi kutoka Marekani au kibaraka wake ama utawala wa Israel kitapokewa kwa jibu la haraka linalolingana na la kisheria. Aliongeza kuwa Marekani na Israel zitabeba jukumu kamili kwa madhara yoyote ambayo atajitokeza kutokana na uchokozi huo usiokuwa halali na wa kizembe. Iravani amesema matamshi kama hayo ya uchochezi na ya vita dhidi ya taifa mwanachama wa Umoja wa Mataifa ni ukiukwaji mkubwa wa wazi wa kimsingi wa sheria za kimataifa. Aidha, amekemea vikali hatua za Marekani na washirika wake ya kuifanya Bahari Nyekundu kuwa eneo la kijeshi na kufanya operesheni za kijeshi zisizokuwa halali dhidi ya Yemen. Baada ya shambulio la kombora la Yemen kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion, waziri mkuu wa utawala wa Israel na waziri wa Marekani waliitaja Iran kama mhusika, wakitishia kwamba Tehran itabebeshwa dhima. Jumatatu usiku, makumi ya ndege za kivita za Israel zilitekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya malengo huko nchini Yemen. Hata hivyo, Israel imetekeleza mashambulizi 50 ya anga katika mji wa bandari wa Hudaida na kiwanda cha saruji kilichopo mashariki. Afisa mwandamizi wa Marekani amethibitisha kwamba mashambulizi haya ya anga yalikuwa yakitekelezwa kwa uratibu wa karibu kabisa na Marekani, mfadhili mkuu wa Israel na mshirika wa kampeni ya kijeshi inayoendelea katika ukatili unaofanywa na Israel huko katika ukanda wa Gaza. Kituo cha televisheni cha Al-Masira cha Yemen kimeripoti kuwa Marekani ilitekeleza mashambulizi 35 tangu mwezi Mei 4 na inalenga majimbo kadhaa ya Yemen, ikiwa ni pamoja na jimbo la Al-Jauf na jimbo la Marib. Tangu Machi, Marekani pamoja na Uingereza na Israel zimekuwa zikitekeleza mashambulizi ya anga ya kila siku dhidi ya Yemen na zinadai kuwa zimeshambulia zaidi ya malengo 1000 katika taifa hilo la Kiarabu. Tangu kuanza kwa vita vya mauaji ya kimbari vya Israel dhidi ya Wapalestina huko Gaza, vikosi vya jeshi la Yemen vimeendesha operesheni nyingi kuunga mkono wa Palestina wanaokumbwa na vita, vikishambulia ngome za kijeshi na kiuchumi za utawala wa Israel katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, pamoja na kulenga meli za Israel au meli zinazoelekea katika bandari hiyo na maeneo mengine yanayokaliwa kwa mabavu. Hata hivyo, Wahuthi wa Yemen wamekula kiapo kusema kwamba kamwe hawatoacha kuishambulia Israel kwa sababu tu Marekani imeamua kuingilia kati, na wao wako tayari kwa ajili ya kuhakikisha Israel inaondoa majeshi yake katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, lakini pia kuondoa watu wao ambao wamechukua maeneo yasiokuwa ya kwao katika maeneo hayo ya ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.